kama shehe zangu, kama kawaida yetu, baada tunaendelea kuswali hapa kwa katika kikao kujadili mambo mbalimbali ambayo yanatokea katika madrasa yetu. Kama tunavyofahamu, kuna matatizo ambayo yalitokea mwanzoni mpaka yakapelekea mwalimu wetu huyo wa mwanzo kuondoka, ila cha kumshukuru Mwenyezi Mungu ameweza kufika mwalimu mwingine ambaye ataendeleza ile darasa. Tulijua mwanzo labda yule mwalimu akiondoka, darasa letu ile pale alipoendelea na itakuwa ndio mwisho darasa letu, ila Mwenyezi Mungu akatia baraka zake, akaweza kufika mwalimu mwingine kwa ajili ya kuendeleza darasa lile. Japokuwa mwalimu wa sasa na mwanzoni, mwalimu wa mwanzo anaonekana kama vile ni mkubwa, ila sasa kama vile umri wake ni mdogo. Na kunishauri mashehe zangu kwamba hiyo mwalimu atakuwa tumpe support, tumuonyeshe ushirikiano wa hali ya juu, tusimuonyeshe dharau, tushirikiane naye katika mambo mbalimbali, kwa sababu yeye ametuzidi elimu na yeye ambaye anakuja kutuelekeza mambo mbalimbali. Kwa hiyo jamani, kuhudhuria darasani atakiwa tuhudhurie kama kawaida tu, kama ilivyokuwa kwa yule mwalimu wa mwanzo. Atakiwa tusimpinge kwa chochote ambacho atatuelekeza, atakiwa tumfuate. Asante zangu, yani mimi ya kwangu ni haya. Hii tumeelewana hapo? Naam, kama ulivyosema hilo mimi nakuunga mkono. Huwa amekuja mwalimu mpya kwa ajili ya kutufundisha elimu. Haijalishi ni mkubwa au ni mdogo, inatubidi tukae darasani ili tusome. Ni vizuri kumuunga mkono, asijisikie vibaya mwalimu wetu. Naam, na mimi sipingani na nyinyi. Kama ulivyosema hapo kiongozi, kuwa kuna mwalimu mpya aliyoletwa, ukiachana na mwalimu yule aliyofukuzwa mara ya kwanza, yule siku wetu, na sasa mwingine ameletwa. Hilo mimi namiunga mkono kabisa, kwamba ni vizuri sana na tunatakiwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa ameleta mwalimu mpya wa kutufundisha, wa kutubia elimu. Haijalishi ni mkubwa, ni mdogo, sisi tumemzidi umri, sisi ametuzidi, imani tu akiwa na elimu basi ni vizuri sana. Na tunatakiwa ni kumshukuru Mungu. Kwangu mimi ni hayo, tumuunge mkono, tupige mshikamano jamani. Sasa jamani, hapa kwa vile tushamaliza maongezi yetu, kwa naomba tu kila mtu aende akaendelea majukumu yake, ila ukifika muda darasani kama kawaida, hamna kuchelewa, tutakuwa tuwahi kufika. Ndio. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama mnavyoniona hapa, nimetambulishwa na kiongozi wenu hapo kama atakuja shehe mpya. Mimi kwa majina naitwa Sheikh Asma. Nimekuja hapa kwa ajili yenu nyie kufundisha madrasa. Kama mnavyojua, duniani sisi tunapita, na mtume wetu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alileta duniani kwa ajili ya kutuelekeza dini ya Allah ni ipi, ndio? Ndio. Basi mtume atapatia vitabu. Vitabu sisi tumesoma ili kuja kuwafundisha watu kama hivi. Basi na nyinyi mtakuwa msome na hadi vizazi vinapokuja na nyinyi mwafundishe, ndio? Naam. Mashehe zangu, tunaleta kule wamevaa hijabu, wamependeza mashallah, lakini nyinyi mna jinsi. Mtume hajavaa hivyo. Shehe hapo vaa kofia, ungepata na kanzu, mashallah ungependeza, lakini jinsi. Unajua kama kanzu ni vazi la peponi, basi ndio vaa kanzu duniani inshallah napendeza sana kama shehe wenu hapo. Nacho miomba basi Mungu akijalia inshallah tukiamka salama kuja darasani, kila mmoja wenu nataka nimuone akivaa kanzu. Tuseme inshallah. Inshallah. Langu ndio hilo.
Salamu kwema shehe, mbona kama hivyo umesimama sana? Amna, mimi ni mgeni hapa. Ndio naomba unielekeze msikiti wa Sheikh Juma ulipo. Mbona umeshafika mwanangu, anaona hicho choo kikunja kosi tu hapo. Msikiti wapo nini Faridi? Asante shehe, maana uje muda wa swali saa 10 na swali. Kwa hiyo twende wote shehe kwa swali. Wewe mwanangu kuuliza ni kwa sababu tena. Sasa mimi ukiniangalia mimi ndio kuswali. Sawa shehe, ila binadamu kaumbwa ili aje kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa tunaomba tukuzane hapa twende kafari pamoja. Ukiabudu wewe natosha mwanangu, au zile heshima zimezidi nini, au chukue kidogo hicho Hamna shehe. Mbona kama unaita zao? Tazalao shehe. Ukiswaliwa natosha. Hamna shehe. Karibu mambo yasiwe mengi, dunia ndio hivyo hivyo. Inshallah. Nyie mmemwelewa ile shehe kule chuoni, ile shehe kule, ile shehe mgeni anasema eti sijui mimi hapa chuoni na masharti yangu, eti ukija chuo uje na kanzu, usije hivi na jinzi suruali nini, asante chuo tu na kanzu. Yani shehe mimi sijamuelewa kabisa yani. Kwanza mimi najua kwanza kuvaa kanzu hata mtu kwenye dua vile, kwenye shughuli vile, kwenye ubwabwa ndio tunavaa kanzu, au umemuelewa ile shehe? Ile shehe yani mimi lazima aende meosho akija. Mara tuetie mipango hii, mvae kanzu sijui makofia. Sasa mambo gani? Sikilizeni sasa. Tulishakubaliana toka mwanzo. Toka siku ambayo tumetoka kwa swala ya asubuhi, tulishakubaliana kwamba ukishakija tunamheshimu kwa kila kitu ambacho yeye atasema. Sasa hapa na mishanganyika vile nataka mwanzo kupinga. Yaani pale hizo sheria ambazo kazisema ndio hizo zinafuatwa hivyo hivyo. Hamna kupinga chochote. Yaani hivyo hivyo. Sisha hivyo sema ndio hivyo hivyo tunavyofuata. Hamna bana, wewe unajifahamu Muislamu sana. Hamna, tunafuata adabu. Basi mimi sina kanzu, nitafanya kanzu zangu ni chafu, azimisha. Omba hata mtu akufulie. Hamna bana. Hamna kuvaa kanzu, mimi naona pale. Che, Yesu tulikubaliana kwamba tutamheshimu, si ndio? Ndio tulikubaliana. Ndio. Kila kitu ambacho atakachosema sisi sema hatutampinga. Kwa hiyo kashasema hivi kwamba darasani anataka watu waje na kanzu na kofia. Ila mimi hivyo kabisa hilo. Hilo mimi sijakubali. Kuvaa kanzu hiyo shehe mniaisho. Yaani mimi nilishajua, yaani kama vile nilionyeshwa kwenye ndoto kwamba huyo shehe atakaye kuja mgeni atakuwa ni mniaisho, yani ana masharti yake kijinga bana. Hiyo shehe mwenyewe mdogo tu, jamaa tu, acha mgoe shehe msimuelewa kabisa. Hata kama jamaa, hata kama ni mdogo, nilishasema. Hata kama shehe mdogo vipi, ila kikubwa ni elimu ambayo tunataka kufikia. Na yeye kasheka sheria kama hivi. Yeye ametuzidi kwa elimu. Kwani mtu usipovaa kanzu kwani unaingia nini? Kupata elimu au elimu? Unapata. Ila sasa hizo ni sheria ambazo mwalimu kashaziweka. Kwani kivaa hivi, kwani kivaa hivi kuna shida gani? Nimesema hivi. Kofia. Kashaanza kuleta jau. Mshikaji mshamba tu wewe. Wewe si uchu tu. Watuletea uzuri hapa, ajikuta Muislamu sana au vipi? Ajikuta Muislamu yani. Kaushie bana. Achana nayo. Hamna kuvaa kanzu. Achana naye pia kanzu mwenyewe. Hamna kuvaa kanzu yani. Pateni sheria za mwalimu. Naongea kama kiongozi. Pateni sheria za mwalimu. Kiongozi wa zingua. Wewe kiongozi wewe jilinde wewe. Sasa fanya hivyo. Jilinde wewe na shehe wako. Wewe vipi bwana? Shehe yusho. Kanza nini? Kanza ndo kwenye ubwabwa. Kwenye ubwabwa hapo sawa. Tunavaa kanza tunapiga ubwabwa. Tunapiga mpunga. Kwenye shughuli hapo sawa. Ila chuo kanzu. Kwani hizo kanzu msiendezo pia na madrasa pia hivyo hivyo kama mnavyotaka kwenda navyo kwenye shughuli kwa hivyo. Kwenye ubwabwa kwa mtu anaonekana shehe, ukivaa kanzu mimi naonekana shehe. Na pia kuna madrasa pia unaonekana shehe vile. Na madrasa kula mna watu, hamna ubwabwa wote. Sikia, huyu ajikuta Muislamu sana kwamba humu kichwani humu kumejaa misahafu hivi. Mama Jusu hivi. Aleta utani tu hapa kichwani hamna kitu, mwenyewe sifuri hapa. Wewe ni kumtenga wewe.
Vipi, mbona kama hivyo? Salamu alaykum. Salamu, vipi? Wema, vipi, mbona kama hivyo unanikumba hapo salamu alaykum nyingi nini vipi? Kila ni mbaya gani? Unaonekana kama homa na usikwe. Mpe buku kwanza. Nini kwanza hapo mbona gani ninapokuangalia ndio ile dogo kanielekeza maskani. Mbona gani wewe kajicho? Ndio kuja sisi nini au si masuala kanzo si. Ngoja nielewa. Achekesha basi buku wale wapi asikiani. Uli nini wewe nimekwambia ngebuku hapo kama nyinyi ndio tukiwachekea nyinyi. Na shida tena shamba. Wewe